Wapendwa, inapendeza sana kwa ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Inapendeza katika familia, katika biashara, katika huduma, bali popote pale. Hii huwa inapendeza sana watu ama ndugu kukaa kwa pamoja. Inapendeza. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Zaburi 133, inapendeza kwa ndugu kukaa pamoja. Mtumishi wa Mungu Daudi akaandika Zaburi hii akihimiza watu ni muhimu na ni vizuri sana kwamba inapendeza kwa ndugu kukaa pamoja. Tumpata katika kitabu hiki cha Zaburi. Maandiko yanasema Haruni, inapendeza, waliona inapendeza sana kwa mtumishi wa Mungu Haruni. Maandiko yanasema Mungu aliweza kumpatia Musa sheria. Musa katengeza hema ya kukutania. Watu wakawa wanamfuata Musa, wanaingia pale kwenda kunena naye moja moja. Lakini wakati moja Musa akaagizwa aweze kuteua kuhani, akaitwa kuhani mkuu Haruni. Akateuliwa ili watu wakaweze kuja kwa pamoja kukutanika kwake. Haruni ili akaweze kuwa anamtumikia Mungu katika njia ya kuwafundisha wana Israeli sheria na sheria wawe wakizitii na kuzingatia. Na kweli Haruni akateuliwa na mtumishi wa Mungu Musa. Musa akamwagilia mafuta Haruni. Maandiko yanasema ilipendeza sana kwa watu. Ilipendeza walipojua kwamba kuna kuhani sasa wa kutufundisha sisi sheria, kwamba tutakuwa tunakuja kwa pamoja katika kutaniko. Tunakuja kwa pamoja kusikiza sheria za Mungu. Wana Israeli wakaona inapendeza sana. Musa akamwagilia mafuta. Maandiko yanasema ilipendeza, mafuta kateremka hadi kichwani cha Haruni, teremka hadi katika ndevu za Haruni, katika nguo hadi unyayo wa miguu. Kapendeza walipoona kitendo hicho, wakijua kwamba huyu ameteuliwa Haruni awe kuhani mkuu, ili sisi nasi wana Israeli tuwe tukienda pale tukae kwa umoja tukimsikiliza akinena wasia wa Mungu, sheria za Mungu. Na kweli ilipendeza sana kwa wana Israeli. Ikapendeza. Wakawa wanakutanika pale pamoja wakisikiza sheria za Mungu na kuzitii na kushauriana. Sheria inasema usiwe ndugu yao. Wakawa wanafurahia kweli, usiue ndugu yao, kweli usiibie ndugu yako. Wakawa wanafurahia, wakawa inapendeza sana. Wakawa na mazoea kukutanika pale pamoja, wakawa inapendeza sana kwao. Ndio Zaburi mtumishi wa Mungu Daudi akaandika inapendeza sana kwa ndugu kukaa kwa pamoja kwa umoja. Ndivyo maandiko yanasema ukisoma hiyo Zaburi 133 kwamba huko ndiko baraka za Bwana zinapatikana. Waliweza kuzitii zile sheria na sheria zikaanza kuwasaidia. Wakakaa kwa umoja, wakakaa kwa undugu. Inapendeza. Inapendeza kukaa kwa umoja. Inapendeza, baraka lazima utakutana nazo kwa ajili ya kukaa kwa umoja na kwa pamoja. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kutoka aya ya 17 mstari wa 8 kuendelea. Maandiko yanasema wakati mmoja wana Israeli wakawa wana vita na wana wa Amaleki. Na mtumishi wa Musa akamwagiza mtumishi wake Yoshua, akamwambia kesho tutatoka kwenda kupigana. Na akamwambia mimi na watumishi wangu wawili tutapanda juu ya mlima, na mimi Musa nitabeba fimbo ile ya Mungu. Wewe nao utatoka uingie vitani.
Na kweli asubuhi Yoshua akaingia vitani na Wanameleki. Kapanga jeshi lake vizuri la Wanaisraeli, kaingia vitani baina ya Israeli na Wanameleki. Na maandiko yanasema naye Musa aliweza kupanda mlimani akiwa na watumishi wawili, akiwemo mmoja Huri. Alipopanda, mmoja akasimama upande huu, mwingine upande huu, na Musa akasimama katikati. Musa kainua mikono yake juu akawa akiwaangalia kule chini vita baina ya Wanaisraeli na Wameleki. Akainua mikono yake juu. Wanaisraeli wakawa wanawapiga sana Wanameleki. Lakini mikono ya Musa ilipochoka, iliposhuka chini, Wanaisraeli wakawa wanapigwa. Hao watumishi wawili wako wamesimama kando kando, mmoja upande huu, mmoja upande huu wa Musa. Wakashangaa, mbona mtumishi wa Mungu mikono yake ikiwa juu na Wanaisraeli tunashinda? Wakajua hapa tutafanya kitendo kimoja tu cha umoja. Wakachafuta mawe. Kamwambia mtumishi wa Mungu Musa, kaa chini. Mmoja akashika mkono huu, mwingine akashika mkono huu, wakainua mikono yote miwili ya mtumishi wa Mungu Musa juu. Walipoinua juu, wakakaa hivi. Musa akawa sasa hachoki, mikono yake hairudi chini. Ikawa imeshikiliwa na watumishi wawili, imeinuliwa juu. Kweli Wanaisraeli wakaibuka kuwa washindi. Wakawapiga wana wa Amaleki mpaka wakawashinda. Wakapokea ushindi. Lipata ushindi kwa ajili ya umoja wa Musa na wale watumishi wawili. Umoja wao ukapelekea nguvu zikapatikana mahali pale. Ukapelekea baraka zikapatikana. Na Wanaisraeli wakaibuka kuwa washindi. Muhimu, kaa pamoja kwa undugu, kaa pamoja kwa pamoja, inapendeza. Yesu akiwa na wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 20 kuendelea hadi 23, Yesu akawa akiwaagiza wanafunzi wake wasikae kukosa umoja, wawe na umoja. Kawapatia mfano kama vile Baba yangu na mimi tunakaa kwa umoja. Na kweli Yesu alijua hawa wakiwa peke yao watakuwa hawana nguvu, lakini wanapokaa na umoja, Yesu akawa akiwaambia ni umoja wa kiroho ndio uliweza kuwapelekea wakawa washindi katika yale yote waliokuyatenda baadaye ya Yesu kuondoka. Kumbe Yesu alikuwa akiwahimiza wakae kwa umoja, umoja wa roho. Anajua atakuwa amembeba Mungu Roho Mtakatifu na yeye mwenyewe Yesu. Na wao kiangalia nguvu za wale wanafunzi zilikuwa nguvu, si nguvu, nguvu kweli, kwa sababu ya umoja wa kiroho. Umuhimu wa kuwa na umoja. Umoja ni nguvu. Unapokuwa na umoja, lazima nguvu zitapatikana mahali pale. Na nguvu zikipatikana mahali hapo, basi baraka hizo hazina kifani, tele kwa ajili ya umoja. Inapendeza katika huduma, katika biashara, katika jamii, palipopote pale. Umoja ni nguvu.